Fungu la kwanza, Biblia iko wazi, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Fungu la pili nasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa vilindi vya maji. Nayo na kitabu cha Mwanzo, wapendwa, ngoja nikwambie, kitabu cha Mwanzo hakiandiki kuthibitisha ya kwamba Mungu ni muumbaji. Ndio maana habari ya uumbaji ni sura 1.5 tu ya kitabu cha Mwanzo. Yaani mwandishi wa kitabu cha Mwanzo anaamini kabisa kwamba mwanadamu mwenye akili timamu hawezi kupinga ya kwamba Mungu ni muumbaji. Kwa hiyo mwandishi wa kitabu cha Mwanzo hatumii muda mwingi kuthibitisha kwamba Mungu ni muumbaji. Anakupa habari kwamba wewe mwanadamu, jua hivi, hapo mwanzo Mungu. Na ngoja nikwambie wewe unayenisikiliza leo, wewe unayetafuta tumaini lenye baraka, mwanzo wowote hauwezi kuwa mwanzo wenye mafanikio kama Mungu hana sehemu kwenye mwanzo huo. Kama unataka mafanikio, hakikisha Mungu yuko kwenye mianzo ya maisha yako. Unaanza familia, anza na Mungu. Unaanza biashara, anza na Mungu. Unaanza malezi, anza na Mungu. Unaanza nini? Unaanza elimu, anza na Mungu. Mianzo yote yenye mafanikio inaanza kwa kusema hapo mwanzo nani jamani? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, nalo giza lilikuwa limetanda juu ya vilindi vya maji. Hii hali tunayoiona katika Mwanzo sura ya 1 fungu la 2, hali ya giza, utupu, maji. Hii hali ni hali ya mvurugano, ni hali ya mkanganyiko. Yaani ukitaka mvurugano kamili, weka giza, weka utupu, weka uwazi, changanya maji, ni vurugu tosha. Waebrania waliita hii kitu hii giza, maji, utupu, waliita tohu bohu. Sasa mgeukie jirani yako, si umgeukie, mwambie tohu bohu. Mwambie tohu bohu. Tohu bohu ni neno la Kiebrania ambalo linamaanisha kuvurugwa. Kwa hiyo, yani Mungu anaposimama ili aanze uumbaji, Biblia inasema ya kwamba hali ilikuwa ni hali ya kuvurugwa. Na ukweli usiopingika, yupo mtu anayenisikiliza hapa, maisha yake kiuhalisia ni tohu bohu, maana maisha yamemchanganya na yamemvuruga. Giza la hofu, mashaka na wasiwasi vimetanda. Ni mpweke, hana mume, hana mke, hana mzazi, hana ndugu, ni mpweke. Hata marafiki ndio wamegeuka kumsengenya. Anajisikia yuko kwenye giza, anajisikia yuko kwenye utupu. Tohu bohu sio tu hali ya dunia kabla ya uumbaji. Tohu bohu ni uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Tumevurugwa. Tumevurugwa. Lakini habari njema ni hii. Fungu la 2 la Mwanzo linaishia kwa kusema lakini roho ya Mungu ilitulia. Mungu hakimbii mivurugo ya maisha yako. Mungu hakimbii giza la maisha yako. Mungu hakimbii machafuko ya maisha yako. Katikati ya giza, katikati ya machafuko, katikati ya vurugu, katikati ya kutindikiwa, katikati ya magonjwa, katikati ya malezi yaliyoshindikana, katikati ya ndoa chungu, roho wa Mungu anatulia. Na uwepo wa roho wa Mungu ndio unaoleta tofauti kwenye maisha ya mwanadamu. Lipo tumaini. Niwape uzoefu huu, hata nilikuwa sijapanga kusema. Mwaka 2022 mchungaji Mwakaswese, unakumbuka, mliniruhusu kwenda shuleni mwezi wa 8. Ninaondoka nchini kuelekea ugaibuni, ninamwacha mke wangu Magomere ana mimba kubwa. Yule mama aliyekuwa anaimba hapa, mimba kubwa. Na ninaondoka na namwacha na mimba kubwa. Ninaondoka nchini nikiwa mchungaji aliyowekewa mikono Pastor Toto. Lakini ninaenda kwenye maisha ya shule. Nilikuwa nachunga kanisa.
Naendesha baraza la kanisa, yeye anawaambia jamani, Jumapili hii ni baraza la kanisa. Wanaume wanaacha mambo yao yote, wanakuja. Nimefika nchini pale, mambo magumu, si ni mwanafunzi sasa. Hamna mshahara, hamna baba, hamna mama, ni wewe na Mungu. Kapita mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, ikafika Disemba 2022. Mambo si mambo, hali si hali, mama amejifungua, hali ngumu, hela sina, shule bila hela nayo inakuaga ni ngumu jamani. Yaani mpaka nikaanza kujihizi au nimekuwa mjinga siku hizi, kumbe sio mjinga, hela. Nikatafuta kazi ya kiwanafunzi. Siku naenda kwenye interview, wananiambia wewe kwenye CV umesema ni mchungaji aliyewekewa mikono. Unafanya nini kutafuta kazi kwenye supermarket ili upange maboksi? Nikamwambia mimi ni mwanafunzi. Niko mbali na nyumbani, sina mjomba, sina baba, sina mama. Nipo hapa, nifanyeje sasa? Lazima nisome, nilipe ada, nilipe bili, nifanyeje sasa? Tohubohu, mambo yamevurugana. Tohubohu sio tu hali ya uumbaji, ni uhalisia wa maisha yetu. Siku moja, hii siku ilikuwa mbaya. Niko kazini. Nikiwa pale kazini, nimepanga boksi. Jamani, mchungaji aliyewekewa mikono, nimepanga boksi. Nimezipanga boksi, nimepanga boksi. Sala kwanza, sala pili, sala tatu. Na bahati mbaya hizo nchi bana wanalipa kwa masaa. Kwa hiyo ni msuli wako tu. Yaani sala 4, sala 5, sala 6. Nasikia kabisa nimechoka, nimepanga boksi. Hamna baraza la kuitisha, hamna meza ya kuandikia, nimepanga boksi. Beba boksi, panga boksi, beba boksi. Ilipofika sala 10, nimechoka. Nikajiuliza, hivi ninafanya nini hapa? Mke wangu amejifungua, mtoto sijamuona, hii vurugu vurumai, mimi ninafanya. Nikakasirika, yaani nikachukia, nikaanza kulia. Tohubohu. Sasa mwanaume mtu mzima unapanga boksi na unalia, na ni mchungaji. Nikaanza kulia. Meneja akaja. Nje barafu inaanguka, ni winter, Disemba, baridi inapiga ya hela yote. Meneja akaja akasema, Baraka, shida ni nini? Unaumwa? Hapana. Nini? Nikamwambia, hapa si pangu, hapa hapafai, I don't deserve to be here. Mimi nimeitwa na Mungu, sipaswi kuwa hapa ninapanga maboksi. Mimi wito wangu ni mkuu kuliko huu, lakini tohubohu bwana imenipata ninapanga boksi. Akaniambia, Baraka, naona umelemewa, umefanya kazi muda mrefu. Sasa toka nje uvute hewa. Nikatoka nje, nimevaa makoti ya winter, scarf, magloves, yani hali ya hewa kama ya Njombe, si Njombe hivi, baridi la maana. Nikaanza kutembea. Ninaenda wapi sijui. Ninaenda kufanya nini sijui. Machozi tu yananitiririka, najiuliza, Mungu wangu, hiki ni nini? Mimi ni mchungaji, ni mtoto wako. Nikiwa natembea, alikuwa amekaa kwenye kona mtu mmoja homeless, hana nyumba, amekaa kwenye kona anatafuta joto. Ananiona natembea, nilienda, nikiwa narudi, yule jamaa akanisimamisha, akaniambia, samahani, nimekuona una huzuni kubwa sana. Sasa mimi kwa sababu najua ni mhitaji, nikatoa pesa nikampatia, ili sasa hata tusiendelee kuongea, maana huyu matatizo yangu hawezi kuyatatua. Boksi hawezi kunisaidia kubeba, ada hawezi kunilipia, familia yangu hata nisaidia niione hawezi kunisaidia. Basi nikampatia tu, nilikuwa na vikoini viwili. Sasa mzungu ni kwao lakini hana pa kukaa. Mimi mgeni nalia, napanga maboksi, vikoini nilikuwa navyo, nikampatia vipaundi viwili hivi. Nilipompatia, yule homeless man amechafuka, ananuka, akanitazama machoni, akaniambia, wewe ni mtu wa pekee na Mungu ana makusudi na maisha yako. Bwana akutendee mema, kwa Kiingereza lakini. Nikaondoka. Niliporudi kazini, nimefuta machozi, tayari kupiga boksi. Nikasema ngoja kwanza nicheki familia kama wako sawa. Nafungua simu, nakuta missed call 3, namba siijui. Napiga simu, anapokea mchungaji mmoja, anasema, mimi naitwa Dr. Emmanuel Osei, president wa South England Conference. Nimepata habari ya kwamba wewe ni mchungaji na uko hapa nchini, tunataka utusaidie kuchunga kanisa hapa Uingereza. Roho wa Mungu huwa anatulia katikati ya michanganyiko.
Akaniuliza, pastor, sasa uko wapi? Nikamwambia, mzee, niko Sainsbury's napanga boksi. Akasema, toka kesho njoo ofisini. Nafika saa 3 ofisini, hakuna interview, hakuna chochote. Ananiambia, kanisa utakalochunga ni hili hapa. Lini uko tayari kuanza kazi? Ngoja sijamaliza. Nikamwambia siku ambayo niko tayari kuanza kazi. Akasema, ninajua ni mwanafunzi, kuna kahela kadogo Tohubohu sio tu hali kabla dunia kuumbwa. Tohubohu ni uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Mungu anapoiona hiyo tohubohu, roho wake ametulia. Na ngoja nikwambie, huyu roho wa Mungu ndiye aliyemfufua Kristo kutoka katika wafu. Warumi sura ya 8 fungu la 11. Kama aliweza kumfufua Kristo kutoka katika wafu, akaweza kunipatia mimi kazi kwenye nchi ya ugeni, tena kazi ya wito wangu, hata wewe anaweza kukutoa kwenye maumivu na shida zako. Hakuna jambo ambalo Mungu hawezi kulifanya. There is no secret what God can do. Hakuna siri kile Mungu anachoweza kukifanya. Aliyowatendea wengine, hata wewe anaweza kukutendea. Kwa nini usiseme amina? Nikajikuta sasa na mimi ni mchungaji Jonas. Mchungaji Uingereza, mimi hapa Muha wa Kigoma, mwisho wa reli. Lakini wakiitwa wachungaji wa conference kwenye kikao, na mimi nimo. Mungu anaweza kubadilisha mambo. Sasa Mungu akaanza kubadilisha hali ya mvurugano. Ukisoma Mwanzo sura ya 1 fungu la 3, pale mwishoni, pale mwanzoni, utaona neno linasema Mungu akasema. Soma fungu la 6, Mungu akasema. Soma fungu la 11, Mwanzo sura ya 1, Mungu akasema. Fungu la 14, Mungu akasema. Fungu la 20, Mungu akasema. Mwanzo 1:24, Mungu akasema. Mwanzo 1:26, Mungu akasema. Vyote alivyovifanya, alivifanya kwa neno lake. Zaburi 33 fungu la 6, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lote kwa pumzi ya kinywa chake. Waebrania 11 fungu la 3, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Ili Mungu abadilishe mambo ya maisha yako, hahitaji kufanya vingi, ni neno lake tu. Uko hapa una ugonjwa, neno la Bwana lina nguvu ya kukuponya. Kwa neno lake dunia ikaumbwa, na akaifanya dunia. Siku ya kwanza akaweka nuru. Wale watu wa mitambo watanisaidia. Na akatenga mchana na usiku kwa neno lake. Siku ya pili akaweka anga, akatenga maji ya juu na maji ya chini. Siku ya tatu akatenga nchi kavu, akaweka nchi kavu na mimea. Siku ya 4 akaweka jua, nyota na mwezi. Siku ya 5 akaweka samaki wa baharini na ndege wa angani. Siku ya sita Mungu akafanya kitu cha pekee, akatamka wanyama kwa spishi zake wakatokea. Lakini unapofika Mwanzo sura ya 1 fungu la 26, Mungu akasema. Sasa Mungu hatamki tu ili vitokee, anatoa tamko la mamlaka yake. Anasema muda umefika na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale ndege wa angani na samaki wa baharini na vyote venye kutambaa juu ya nchi. Fungu la 27, Mungu akamfanya mtu kwa mfano wake, mwanaume na mwanamke akawaumba. Fungu la 28, akawaambia, nendeni mukazae, mukaongezeke, mukaijaze nchi na kutiisha vyote. Siku 5.5 alitamka vikawa. Siku ya 6 alitamka wanyama wakatokea. Lakini alipofika kwenye kumuumba mwanadamu, anasema hili sio tamko, ninatoa tamko la kile ninachokwenda kukifanya.
kisha nitamuumba mwanadamu. Unajua nini kinafanyika? Unapofika katika Mwanzo sura ya 2 fungu la 7, Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ndiyo maana jana Dr. Magomere alisema mtu ni zaidi ya mwili. Pamoja na mwili, ndani yangu, ndani yako tumebeba pumzi ya Mungu. Na hicho ndio kinachotupatia thamani wanadamu kuliko vitu vyote duniani. God's Spirit, God's breath is in us. Daudi kwa kulijua hili akaimba. Daudi kwa kulijua hili akaimba katika Zaburi ile ya 139. Daudi akaimba kabisa. Zaburi 139 fungu la 14. Daudi akasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yayajua sana. You are fearfully and wonderfully made. Umeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Mgeukie jirani yako. Mgeukie jirani yako. Mshike mkono. Chagua mmoja, usishike wawili. Mwambie, wewe umeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Mwambie, wewe ni mzuri. Mwambie, wewe una mvuto. Sasa kuna mzee ameanza kukasirika maana yeye amekaa huku, mama amekaa kule, na kuna bingwa amekazana, wewe una mvuto na ni mke wa mtu wewe. Amekazana kabisa, wewe una mvuto na umekanya kama hata mkono wa mke wa mtu wewe. Mungu anakuona wewe. Mungu anakuona. Ngoja nikwambie wewe mtoto wa Mungu, usibabaishwe na yeyote. Usibabaishwe na lolote. Mungu amekuumba kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Lakini 2, Mungu amekupatia mamlaka. Power Mungu ameiweka ndani yako. Anasema wewe utasimama kwa niaba yangu, utawale viumbe vyote. Tawala ndege wa angani, tawala samaki wa baharini, wanyama wa mwituni. Shida wanadamu ni kwamba dhambi imetuharibu. Tumeshindwa kutawala wanyama wa mwituni, tunataka tutawaliane sisi kwa sisi. Halo? Kuna mzee hapa yuko busy anatafuta kumtawala mke wake. Kusudi la Mungu linataka wewe, kama unataka utawala ndege wale, samaki wale, nenda Serengeti, tafuta simba, waambie kaeni hapa ni watawale. Sasa wewe unatafuta kutawala mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Wewe utakufa kwa pressure. Acha hiyo. Uwezi. Haya mambo ya wanadamu kutawaliana ni matokeo ya dhambi, sio mpango wa Mungu. Na kuna watu sasa hata kutawala watoto wao na wake zao wameshindwa, wanataka kuja kututawala sisi kanisani. Siendi huko, nimeacha. Ngoja nikuonyeshe kitu kizuri Mungu alichokifanya kwenye uumbaji. Siku ya kwanza alipoweka nuru na kutenga mchana na usiku. Alright? Hiyo siku alikuwa anafanya maandalizi. There you go. There you go. There you go. Hii siku Mungu ameweka nuru na ametenga mchana na usiku. Lakini ukiwa mwanafunzi mzuri wa Biblia utagundua ya kwamba hii siku hii ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya siku ya 4 ya uumbaji. Maana siku ya 4 ndio akasema jua litatawala mchana, nyota na mwezi vitatawala usiku. Siku ya kwanza ya uumbaji ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya jua na nyota na mwezi vitakavyotengenezwa siku ya 4. Walionielewa waseme amina. Siku ya pili anapotenga anga, anapoweka maji ya juu na maji ya chini. Unaona hapa kuna anga, hapa kuna anga, halafu chini kuna maji, amevitenga Mungu. Hii siku ya pili
ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya siku ya 5 ya uumbaji. Anapoweka anga na maji siku ya pili, ni ili siku ya 5 aweke ndege wa angani na samaki wa baharini. Siku ya pili ni maandalizi kwa ajili ya siku ya 5. Siku ya 3 akafanya nini? Si ndio akaweka mimea na nchi kavu na bahari akaitenga hivi, kukawa na nchi kavu na bahari, akaweka mimea. Hii siku ya 3 ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya siku ya 6, ili ndege wanyama pamoja na wanadamu wapate makao yao. Uumbaji haukutokea tu hivi hivi. Kila kitu Mungu alichokifanya alikuwa amekifanya meticulously. Siku ya kwanza iandae siku ya 3, siku ya pili iandae siku ya 5, halafu siku ya 3 iandae siku ya 6. Lakini uumbaji pasatoto ulikuwa ni wa siku 7. Siku ya 7 nayo ilikuwa ni ya nini? Mwanzo sura ya 2 fungu la 1 mpaka la 3. Mwanzo sura ya 2 fungu la 1 mpaka la 3. Siku ya 7 Mungu akafanya nini? Mwanzo sura ya 2 fungu la 1 mpaka la 3. Basi mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu akamaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa nini usiseme amina? Amina. Umepata jibu? Siku ya 7 Mungu alijaza nini? Hujapata? Siku ya kwanza aliijaza na siku ya 3, si ndio? Siku ya pili akaijaza na siku ya 5, si ndio? Siku ya 3 akaijaza na siku ya 6. Siku ya 7 akajaa yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe akasema, sasa nimemaliza uumbaji, nimefanya vyote, sasa hii siku ninakuja mimi mwenyewe nikae na viumbe vyangu, nikae na Adamu. Siku hiyo akastarehe na Adamu. Ninafurahi sana. Unajua nyinyi hamjaelewa bado, ngoja niwaeleweshe mfurahi pamoja nami. Kabla Adamu hajafanya chochote, kazi yoyote, shughuli ya kwanza ya Adamu ilikuwa ni kukaa pamoja na Mungu. Alafu hiyo siku akasema, hii ni yangu, sasa nina starehe. Kama Mungu alistarehe, wewe unahangaika na nini wewe? Mwambie jirani yako, acha masumbuko. Kaa na Mungu kwenye siku yake, maana amejaa yeye mwenyewe. Kama Mungu aliibariki hiyo yeye mwenyewe, akabariki na akatakasa, wewe tuliza miguu. Mwambie jirani, tuliza miguu, wacha mchecheto. Siku ya Mungu, kaa na Mungu. Utabarikiwa, utastarehe na utatakaswa. Maana siku ya 7 Mungu hakuijaza kitu chochote, alijaza na uwepo wake mwenyewe. Haleluya. Anyways, tunaendelea. Sasa mambo yakiwa mazuri hapo, Mungu akamwambia Adam, sasa wewe sijakuumba kama robot. Nimekuumba na akili. Maana wewe ni uwakilishi wangu. Nataka viumbe vyote vikikutazama wewe wauone mfano wangu. Na mimi ni Mungu mwenye akili na maarifa. Sasa nataka na wewe uwe na akili na maarifa, na ninakupatia zawadi ya uhuru wa kufanya maamuzi. Freedom of choice. Robot tu ndo halina uhuru. Ukilikomandi liende, limeenda. Rudi, Mungu anasema, wewe una mfano wangu na sura yangu. Nataka nikupe uhuru wa kufanya maamuzi. Na katika kufanya maamuzi ndio nitajua kama kweli unanipenda na kunitii. Maamuzi yako ndio udhihirisho wako ya kwamba unanipenda na kunitii na kunikubali. Mwanzo sura ya 2
fungu la 16 na 17. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akasema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Adam, una uhuru, una akili. Nataka nijue kama wewe kweli unanipenda na kunitii. Na hii nakwambia, miti yote kula, huo mti usile, maana siku utakapokula utakuwa umedhihirisha kwamba hunipendi na hauitii mamlaka yangu. Nikiwa nasoma Mwanzo sura ya 2, ndio ninasikia mwangwi kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Yaani hapa nasoma Mwanzo sura ya 2, mambo mazuri, Mungu amejaza siku ya 7 wanakula good time, kula kila kitu, huu usile, nitii, niheshimu, tupendane. Na ghafla ninasikia mwangwi kutoka Ufunuo 12 fungu la 7 mpaka 9. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni. Fungu la 9, yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Adam anakula good time hapa. Tuheshimiane, tupendane, ishi kwa mipaka, uhuru ni wa kwako, fanya maamuzi. Mwangu unasema vita inapiganwa mbinguni. Paradiso pameingia shida. Sasa paradiso kuna vita, adui ameingia paradiso, lakini ile vita Biblia inasema yule joka akashindwa na akatupwa. Sikia tangazo sasa la onyo, sikia onyo. Tunapofika Ufunuo sura ya 12 fungu la 12, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao umo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Mbingu zinaambiwa shangilieni, maana tumeshinda vita. Yule shetani nyoka wa zamani ametupwa. Shangilieni yenye mbingu, lakini ole wa nchi na bahari, maana yule Ibilisi audanganyaye ulimwengu ametupwa kwenu, na amekuja na ghadhabu za kushindwa. Unajua ukishindwa bwana unakuwa na makasiriko sana. Amekuja na makasiriko. Ole wa nchi na bahari. Yule jamaa alipotupwa unapofika Mwanzo sura ya 3, si Mwanzo sura ya 2 pale tunaambiwa mambo mazuri nini. Mwanzo sura ya 3, basi ametupwa, amefika fungu la 1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mnaona swali lilivyowekwa? Kwanza alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote, halafu anamwambia mama ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Aha, naomba ugundue, shetani sio kwamba hatambui kwamba Mungu hayupo, anajua yupo. Na kwenye swali lake anakiri ya kwamba yupo Mungu. 2, shetani sio kwamba hajui ya kwamba Mungu huwa anasema na watu wake, anajua. Maana anamwambia hivi ndivyo alivyosema Mungu. Unajua watu wanadhani kwamba shetani kazi yake ni kutufanya tusimwamini Mungu. Shetani kazi yake ni kutufanya tusimwamini Mungu kikamilifu. Tujue tu yupo na neno huwa anasema, lakini tusimwamini kikamilifu, na hilo neno tusiliamini yaani nusu tu hivi amekupata. Narudia, shetani hana shida na wewe kuamini kwamba Mungu yupo, hata yeye anaamini. Pastor umesemaje? Yakobo sura ya 2 fungu la 19, Biblia inasema mnaamini ya kuwa Mungu ni mmoja, mwatenda vema. Hata mashetani nao wanaamini, tena wao wamekuzidi, wanatetemeka na kutetemeka. Bifu la shetani sio kukufanya usiamini kwamba Mungu yupo. Hiyo sio shida yake. Wala shida yake sio kukufanya usiamini kwamba Mungu huwa hasemi.
Anakuambia kabisa amesema, na neno Biblia unayo na unajua amesema. Hiyo sio shida yake. Shida ni kwamba usimwamini kikamilifu na neno lake usiliamini kikamilifu. Mtilie mashaka. Hapo ndipo shetani anapotukamata wengi. Na ndio maana siku ya hukumu wengi tutakuja tutalia, Bwana Bwana, nilihubiri Njombe Net Event na mapepo nikatoa, maana nilikuwa naamini upo na nilitumia mamlaka ya neno lako. Na neno linasema Bwana atasema, tokeni kwangu siwajui ninyi. Sio kwa sababu hamkuniamini, sio kwa sababu hamkuamini neno langu, lakini kwa sababu hamkuniamini kikamilifu. Muulize jirani yako, unamwamini Mungu kikamilifu? Unaona ni kama kuna matumaini hapo? Achana na huyo asiye na matumaini, geukia jirani mwingine. Mwambie, najua unaamini, lakini unaamini kikamilifu? Mbinu shetani anayoitumia kutuangusha ni kutufanya tutilie mashaka neno la Mungu na uwepo wake na mamlaka yake. Hiyo ndio mbinu anayotumia. Na wengi tuko comfortable. Tunasali Ijumamosi huko kanisani, Ijumapili huko kanisani, na unasema namwamini Yesu, nampenda Yesu, haleluya, amen. Shetani hana shida na hiyo. Unalifuata neno lake kikamilifu, maana alisema usile. Hiyo umeishika kikamilifu. Kama umeishika nusu nusu, imekula kwako. Unadhani shetani ana shida na wewe kuja kanisani? Si unajua kuna nyakati hata yeye mwenyewe huwa anakusindikiza kanisani. Na ukifika kanisani, badala ya kuona utukufu wa Mungu, unaanza kuona gauni la mama fulani alilolivaa Sabato iliyopita. Na unajikuta tu unawashwa kwanza kusema, huyu mama gauni moja tu jamani kila Sabato. Na hata pochi yake haiendani na kiatu, haiendani na kibanio. Umesindikizwa na shetani kanisani, wala hana shida na wewe kuwepo. Lakini kama umekuja nusu nusu, imekula kwako. Na hii ndio ilikuwa shida ya Hawa. Shetani alipompandikizia mbegu ya mashaka na akayanunua mashaka ya shetani dhidi ya tabia ya Mungu na neno la Mungu, dhambi ikawa imeingia duniani. Dhambi ni matokeo ya kutilia neno la Mungu mashaka. Dhambi ni matokeo ya kutilia mamlaka ya Mungu mashaka. Kwa Hawa kuanza tu kufikiria ya kwamba yawezekana Mungu akusema yote tayari. Na unajua shetani alimpa mwanadamu jaribu kubwa sana, nitaondi. Alimdanganya akamwambia, sikiliza, huu Mungu mimi namfahamu. Nyie mnaongelea habari za Yerusalemu mpya, kule mimi ndio, yani kule ndio mitaa yetu. Bahari ya kioo, mimi nimeogelea sana kule wewe. Huyu Mungu huyu anajua kwamba siku mtakapokula matunda ya huo mti mtakuwa kama yeye. Ana hofu. Hajawaambia yote. Msimwamini kikamilifu. Huyu mti mchukue. Hayo sio kwamba ni mwema kiasi hicho. Mkristo anaenda kwa waganga wa kienyeji ni kwa sababu ni kweli anajua Mungu yupo, lakini sio kwamba ni mwema kiasi hicho. Ngoja nikatafute njia mbadala. Na baadaye sasa ni mkurugenzi wa wakili, sasa anajikuta mtu aliyebarikiwa na Mungu na arudishi zaka. Huyo ni shetani amemwambia, ni kweli amekubariki, lakini sio kwamba ni mwema kiasi hicho, usipeleke zote. Anajua Mungu, in fact shetani anachomwambia Hawa pale, anamwambia ya kwamba Mungu anaogopa kwamba ukila matunda utakuwa kama yeye. Ana hofu. Na jaribu la Hawa ndiyo jaribu la wengi wetu. Tunataka kuichukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yetu. We want to be our own gods.
Tunataka kuwa miungu yetu wenyewe. Tunataka kuwa na mamlaka kamili ya maisha yetu. Tunataka kujitawala wenyewe. Tunataka kuendesha mambo yetu na maisha yetu kama tunavyoyataka. Tunataka tuwe miungu yetu wenyewe. Na wazo la kuwa kama Mungu linafurahisha. Kwani nani asiyetaka kuwa kama Mungu? Nani? Kwa hiyo anapoambiwa utakuwa kama Mungu, anasema yes. Hiyo yenyewe hiyo. Na hilo jaribu linatuangusha wengi. Mwanadamu yuko kwenye pambano la kuwa kama Mungu. Haya masatellite tuliyoyafunga kote, tunataka tuwe kama Mungu, tunaona vyote kwa wakati mmoja duniani. Ni jaribu tu la kuwa kama Mungu. Hapa niko na ubiri hapa. Pale ukiingia YouTube ukabonyeza tu translate, mara moja sauti yangu inatoka kwenye Kiswahili, inakuwa Kiingereza, inakuwa Kifaransa, inakuwa Kiarabu. I want to be in control. Jaribu lililomwangusha Hawa linatuangusha hata leo. Tunamfukuza Mungu na mamlaka yake kwenye maisha yetu, na tunaichukua nafasi ya Mungu. Ndio maana Mungu anakuambia usiwe na miungu mingine ila mimi, lakini wewe bado unatengeneza miungu yako. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, wewe unazo za kwako. Usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure, wewe kila kitu. Haki ya mzungu wewe. Anakuambia ikumbuke siku ya Sabato uitakase, lakini kwa sababu unataka kuichukua nafasi yake, unasema mimi ndio nitakayeamua ninaikumbuka siku gani, na mimi ndio nitakayeamua ninaitakasa siku gani. Waheshimu baba yako na mama yako. Bana, wazee watu wanazeeka vibaya. Wazee wenyewe wakizeeka wanaanza kupoteza kumbukumbu. Wazee nao ukiwasikiliza sana wanakuingiza chaka. Nitakuwa Mungu wangu mwenyewe. Usiibe. Kila mtu anaiba. Kwa nani asiyejua? Bila kuiba mambo hayaendi. Lazima tupige moja haikai, mbili haikai, tunachanganya. Nitafanya ninavyojua mwenyewe. Usizini. Mungu naye anatubania sana. Yaani mwanamke mmoja maisha yote, maisha yenyewe haya, mwanamke mmoja. Jaribu lililomwangusha Hawa la kuchukua nafasi ya Mungu na kutokuamini na kuitii mamlaka ya Mungu, ndiyo jaribu linalotuangusha leo. Kama hujamwamini Mungu kikamilifu, hata kama unakwenda kanisani, hata kama unaimba kwaya, hata kama unafunga na kuomba, lakini hujampa Mungu mamlaka kamili kwenye maisha yako, wewe umeanguka anguko aliloanguka Hawa. Hawa hakutenda dhambi tu alipokula tunda, alitenda dhambi alipomtilia Mungu mashaka na neno lake. Pale dhambi kawa imeingia duniani. Warumi sura ya 14 fungu la 23. Lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kuwa ana hatia, kwa maana hakula kwa imani, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. The moment hujamwamini Mungu kikamilifu, hata kama unaenda kanisani, unasaidia masikini, lakini hujampa Mungu mamlaka kwenye maisha yako, wewe unaogelea katika dhambi. Adui aliyeingia paradiso amekupata na wewe. Waebrania 3:12. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini, kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Unapokataa kumwamini Mungu kikamilifu, automatically umejitenga na Mungu aliye hai. Unaweza ukawa mtu mwema, unaweza ukawa mtu mpole, lakini kama neno la Mungu hujalichukua kikamilifu na mamlaka ya Mungu hayajakutawala kikamilifu, unaogelea katika dhambi. Wapendwa, dhambi
ni zaidi ya matendo mabaya. Dhambi ni hali iliyomo ndani yetu ya kuto kumtii Mungu na mamlaka ya neno lake. Hiyo dhambi. Na ninawakaribisha kesho, maana kesho nitakuuliza swali, baba yako ni nani? Muulize jirani yako, mcheki, muulize, unamjua baba yako wewe? Na Waswahili wana mambo mengi. Waswahili wana misemo mingi pasa singo. Wanasema wanayejua wa baba ni wakina mama. Wewe lipa ada, somesha, valisha watoto, lakini anayejua huyo mtoto ni nani, ni wa nani, ni mama. Na mimi nakuuliza swali, baba yako nani wewe? Shika mkono wa jirani yako, mwambie jirani, o jirani, hivi baba yako nani wewe? Muulize, unamjua baba yako wewe? Unaona ni kama anamjua baba yake. Kesho tutamuona baba wa ulimwengu huu baada ya mwanadamu kutokuiamini na kuitii mamlaka ya Mungu kikamilifu. Jioni ya leo nataka uondoke hapa ukiwa na ujasiri. Ujasiri wa kwanza, ondoka hapa ukijua ya kwamba Mungu anatuliza vurugu za maisha yako. Kwa nini usiseme amina? Ujasiri wa pili, ondoka ukijua ya kwamba wewe hauko hapa kwa bahati mbaya. Mungu amekuweka hapa na wewe ni wa ajabu na wa kushangaza. Kwa nini usiseme amina? Ondoka hapa. Unajua watu wasikudanganye, unaweza ukawa kifupi, kinene, nini. Wewe ondoka kifua kikiwa mbele. Mwambie, thamani yangu sio kwenye ufupi wangu, thamani yangu ni kwenye pumzi ya Mungu iliyomo ndani yangu. Wewe unaona ufupi, unaona weusi, unaona nini, unaona kitambi. Na tunapambana na dokta. Hii milima ya hapa Njombe tunaipanda kweli. Huyu Dr. Magomere msimuone hivi, ananisurubisha. Leo amenitembeza kilomita karibu 8. Tunapambana kuondoa kitambi. Dr. Magomere, thamani yangu haiko kwenye kitambi, pumzi ya Mungu iliyomo ndani yangu. Haleluya! Hii, tembea kwa ujasiri, usitishwe na mtu yoyote. Lakini tatu, ninaomba sahau mengine. Mwambie Mungu, nitatii mamlaka ya neno lako. Mwambie Mungu, nitatii mamlaka ya neno lako. Mwambie Mungu, nitatii mamlaka ya neno lako. Na kila utakachoniagiza kwenye neno lako nitatenda. Dhambi iliingia kwa sababu Hawa alishindwa kutii mamlaka ya neno la Mungu. Mungu alimwambia, utakapokula matunda ya huo mti, Mwanzo 2:17, hakika utakufa. Akaisikia sauti ya adui aliyeingia paradiso kwenye Mwanzo 3:4, akamwambia, hakika hautakufa. Na mwanadamu akajikuta amekaa njia panda, amtii Mungu au amtii yule kiumbe shetani, atii mamlaka ya Mungu au atii mamlaka ya yule nyoka aliyetupwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi, atii uwepo wa Mungu na kusudi la Mungu kwenye maisha yake au achukue kusudi la adui wa Mungu. Mwanadamu anapoacha kumtii Mungu, akitaka kuchukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yake, tayari mwanadamu akaingia kwenye shida. Ondoka kwenye ibada hii, ondoka kwenye kituo chako ukiwa na ujasiri ya kwamba lolote Mungu analoniambia kwa mamlaka ya neno lake nitalitii kwa gharama yoyote. Na kwa kufanya hivyo, unatoka kwenye mamlaka ya giza unaingia kwenye mamlaka ya nuru. Unatoka kwenye mamlaka ya shetani unaingia kwenye mamlaka ya Mungu. Unatoka kwenye utawala wa Ibilisi unaingia kwenye utawala wa Mungu. Na utakapofanya hivyo, tumaini lenye baraka
litawaka ndani yako. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Mwenyezi Mungu akabariki hatua za miguu yenu. Awabariki muingiapo na awabariki mtokapo. Awabariki mchana na awabariki jioni. Akabariki mazao ya matumbo yenu. Familia zenu zikabarikiwe. Mukaitwe waliobarikiwa katika mataifa. Tumaini la kurudi kwa Yesu lidumu likiwaka ndani yenu katika jina la Kristo Yesu. Kila anayeamini na aseme amina. Na amina kubwa. Mshangilie Bwana na useme amina. Wangapi wanasema leo nitatii kila anachoniambia Mungu? Kwa nini usisimame? Nasema sitamtilia Mungu mashaka. Akiniagiza nitatenda. Sitaki kuwa Mungu wangu mwenyewe, ninataka yeye awe Mungu wangu. Sitaisikia sauti nyingine iliyo kinyume na neno la Mungu, nitaisikia sauti yake. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Mang'ombe, cheza kitu kidogo hapo. Play something. Bwana akubariki. Sasa sikiliza, nataka nikupe nafasi ya kuongea na Mungu. Mgeukie jirani yako. Lijue jina lake huyo jirani yako. Chagua jirani mmoja. Lijue jina lake. Muulize unaitwa nani? Mwambie nataka nikuombee leo. Mwambie nataka nikuombee leo. Ili utembee katika mamlaka ya Mungu. Umpe Mungu utawala kwenye maisha yako. Umeshalijua jina lake? Umeshalijua jina lake? Hebu anza kumuombea, anza kumuombea. Anza kuomba naye. Anza kuomba naye. Ombi fupi tu kwa dakika 2. Ombi fupi tu. Ombi fupi kabisa. Omba kwa ajili ya huyo jirani yako. Mtamkie mema. Mwambie ninakuombea utoke kwenye mamlaka ya shetani. Na kuombea utoke kwenye mamlaka ya giza. Na kuombea leo umwamini Mungu kikamilifu na neno lake. Yes. Yes. Huko kwenye vituo mnaweza mkaomba pia. Mnaweza mkaomba pia. Mwambie na kuombea ushindi katika jina la Yesu. Na kuombea ujasiri wa kulitii neno la Mungu. Hata pale ambapo linakuchallenge. Hata pale linapokwenda kinyume na mazoea yako, ninakuombea ushindi. Ili mradi ni Mungu amesema mtii na uitii mamlaka yake. Kanisa linaomba. Omba. Muombee huyo rafiki yako. Mchungaji wa mtaa huu ninakukaribisha hapa. Baba yetu na muumbaji wetu uishie juu mbinguni, Mungu uliyeziumba mbingu na bahari na chemchemi za maji, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwenye rehema. Maana katika masaa ya jioni ya leo umejifunua kwetu kupitia mtumishi wako, na ukatuonyesha namna ambavyo tunaweza kuishi katika maisha yaliyo sahihi, mahali pale tunapokuwa watiifu pasipokutilia mashaka neno lako. Tusaidie kuishi kwa kufuata maagizo yako, maana tunapoishi kwa kanuni hiyo, muunganiko wetu na wewe unakuwa hai, na tunadumu kuwa hai na kutenda kile ambacho ulikusudia mwanadamu uliyemuumba aweze kukitenda. Lakini kwa uwezo wetu hatuwezi. Tunaomba sasa neema yako katika jioni ya leo. Roho wako Mtakatifu akatuwezeshe, sauti yako ikanene ndani yetu,
na kila ambalo umeliagiza na unaliagiza katika maisha yetu wanadamu tulio viumbe wako, tukalitende kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunapokwenda kwa mapumziko ya jioni ya leo, tupatie mapumziko yaliyo mema. Bariki wanenaji wetu na hata mafundi mitambo na ndugu zetu, majirani, marafiki wanaohudhuria katika semina hizi, tupate nafasi ya kuja mbele zako tena kwa wakati mwingine. Tunapokwenda nyumbani sasa, tunakabidhi maisha yetu chini ya uongozi wako na ulinzi wako uliothabiti. Tunaomba haya yote tukiamini utatutendea, maana wewe ni Mungu mwaminifu, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amin.